ni haja kubwa iliyoje muislamu kusoma akhlaq za Uislamu tukufu na adabu zake zilizokamilifu مع تصحيح النية في هذا المقام pamoja na kutengeneza nia yake katika sehemu kama hiyo bimaana haya yote ayafanye ikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala sababu mara nyingine unaweza kusikia baadhi ya waislamu hughurika na baadhi ya tabia ambazo atakikana muislamu ajipambe nazo lakini akamuona nazo kafiri kama kwa mfano kuweka ahadi akwambia ahadi tuahidiane ahadi ya kizungu bwana ahadi ya Uislamu ndio umeamrisha kuweka ahadi sawa sawa kwa nini aseme hivyo sababu aona kweli yule magharibi kafiri lakini aweka wakati lakini atakauelewe yeye hafanyi vile lillah yeye afanya vile kwa sababu ya kutengeneza kazi yake kwa ajili ya ile dunia yake ambayo yaitukuza kwa afanya vile ili aonekane jambo lake alifanya liko moja kwa moja ili asiharibu dunia yake lakini wewe muislamu watakikana ujipambe na hizi akhlaq lakini wazifanye ukiwa watarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasan lillah hizi adabu jipamba nazo kwa kuwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna malipo makubwa qala idhin niyatu qad yashubuha ma yashubuha min aghrad wa umur tukhillu biha nia mara nyingine huweza ikachefuliwa na kuchangamka au kuchanganyika na malengo mengine yasiyokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yakaingia mambo pale ndani yakaharibu ile amali yako fa idha suhihat an-niyyatu burika fil amal nia ikiwa sahihi bimaana mtu akafanya kwa ajili ya Allah basi biidhnillah ta'ala ile amal pia atabarikiwa ile amal anayofanya atabarikiwa na hii ni katika kila jambo ukitaka baraka katika kila jambo lako unalofanya katika amali njema lazima ndani yake kuwa na ikhlas kwa mfano talab al-ilm ikiwa mtu atafuta ilmu ya kisheria lazima awe na ikhlas ndani yake ifanye kwa ajili ya Allah si kwa ajili ya watu wanione kuwa mimi msomi nimesoma nifikia hapa nifikia pale watu wanisikie niko la ukifanya kwa ajili ya hilo hufiki mahali sababu hii ni amali yule anayefanya kwa ikhlas basi lake litabakia na kuendelea na yule ambaye hafanyi lillah lake haliwezi kudumu litaharibika mapema dishi وتصحيح النية هنا أن ينوي بدراسته آداب الشريعة وأخلاق الإسلام أن يرفع عن نفسه جهل ما جهله منها ثم يجاهد نفسه على تحقيق هذه الآداب وعلى القيام بها na kutengeneza nia katika sehemu hii ni kuwa anuie katika kusoma kwake adabu za kisheria na akhlaq za Uislamu mwanzo kujitoa nafsi yake ujingani bimaana ajiondoe katika kundi la wale ambao hawajui adabu za Uislamu nzipi kisha apigane na nafsi yake katika kuzihakiki hizi adabu na kuzitekeleza si kusoma tu waweza kusoma mlango mzima wa adabu za kula lakini ukiwekiwa sinia huna adabu hata moja hakuna faida yoyote ndani yake kikiwa sinia hivi chini adabu zote zisahau akili yake iko kwenye tumbo lake linavomtuma yeye atafanya hata kama atakula na mkono wa kushoto wa kulia hajali wakul mimma yalika ukamwona mtu yuanza kula aona nyama iko kwa mwenzangu kule aenda hivi
akila hana maadili, yani mambo mingi ya kuudhi, haswa ikiwa yuwala na wenzake pale, wamuona yuwala lakini zile adabu hakuna, kwanza na bismillah hakuna. Sasa yani haifanani na talib ilm, mambo kama hayafanani na talib ilm. Talib ilm kile anachokisoma kitabikisha katika maisha yake, na hili jambo muhimu sana kwa talib ilm. Si watu wakuona msikitini wewe watu wa khutab uswalisha imamu msikiti kisha ufeli kwenye kula. Sasa faida yake nini ya ilmu yote ulikwenda kuisoma? Waje kufeli kwenye kula tu. Ukiangaliwa adabu zako za kula, wewe huna adabu. Sahi, na si kuwa hajui, la, akiulizwa atausherehesha ule mlango wote. Uliza tu, mwambie hebu tutajie katika adabu za kula 3, atakutajia hana moja katika hizo. Sasa hii ni katika upande huo peke yake. Huja kuja katika upande wa muamala na wenzake, namna anavyotangamana na wenzake na akhlaq zake ziko vipi. Wengi katika tulab alilm tofeli ikija katika miamala hii ya kidunia ya kawaida tu. Waweza kumwona mtu amefanya biashara na mwenzake amemrusha, afanya hivi, amfanyia khiana, huyo akamfanya hivi, na talib ilmu kesho, alafu sijui vipi, pengine labda amemfanyia mtu ami jambo kama hilo, kisha juu ya khutba ya Jumaa kwa mfano azungumza kuhusu khiana, na yule mtu amekaa chini amsikiliza. Kisha huo ndio maana waweza kumwona mtu yuangalia watu, jamaa wamjua huyu lakini anazungumza. Mjua huyu. Wangelikuwa wamjua huyu wasingemsikiliza maneno anayosema. Sasa ukawa sababu ya kuzuia watu kuikubali da'wa yako nini? Kutotendea kazi yale unaoyazungumza. Na msifikirie watu watizami, wallahi watu watizama kwa makini sana. Huu mujtamaa waangalia tulab alilm kwa jicho jingine, wa kuangalia wewe kama mtu mkamilifu ambaye hakosei. Salam. Kosa lako si sawa na kosa la mtu yeyote mwingine, kwa sababu una ilmu. Waweza kuwa sababu ya watu kufanya dhambi. Sasa mtu aweza kufanya kosa akasema mimi nani kwene, fulani mwenyewe yofanya. Na mara ngapi tushaona watu hata hawana elimu, basi tu ajua aya kadhaa hivi, amehifadhi sura kadhaa, Ramadhani basi uswalisha tarawih ile ahlahakumut takathur na kul wallahu wa mumaza hivyo yuswalisha pia. Kisha akitoka pale na kucheza dhumna, tarawih yapigwa haraka jamaa enda kucheza karata, enda kucheza keram Ramadhani. Sasa wewe enda kuambia wale awam, nyinyi mwapoteza nini? Mwapoteza muda wenu katika mwezi wa Ramadhani. Wakwambia subiri bwana, imamu mwenyewe atakuja hapo. Yule mmoja aambiwa bwana, wewe wala tambua tuudhi bwana ile harufu, na watu waswali na wewe hapa karibu. Asema hata Maulana pia yuala. Maulana imamu yani. Maulana mwenyewe yuala. Kisha watu wangeti dukani wasubiri. Baada ya swala hivi akaja kweli yule imamu akanunua nini? Akanunua kati ya mdomoni. Watu wamwangalia tu hivi. Hao kumbe hajui munakasha pale waendelea kuhusu yeye. Alipoondoka yule jamaa anambia, si ninakwambia Maulana mwenyewe anakula. Anambia mimi bana. Ni kweli. Angalia yeye ankuwa sababu ya watu kufanya nini? Kuona jambo ambalo ni la makosa kama la kawaida. Kama kawaida tu. Ama mpate imamu yule marungi huku kwetu huko. Alagati bwana, imamu wa msikiti. Mara ngapi tushasikia aswa khurafi. Ama khurafi ana taabu kweli. Kila kitu kwa usahali wao. Sasa kuna imamu mmoja apiga magati. Yajua wakisikia wao wajua mimi namkusudia nani. Wamjua kuna imamu mmoja huu upiga magati. Sasa ikiwa imamu yualagati maamuma wewe vipi? Sio utaona hii ni halali, haina matatizo yote. Watu wala marungi aliwa na imamu, itakuja sisi maamuma. Kisha ukimpata yule mtu akili yake mbovu asema Qur'ani yote ilala pale, na yuala marungi, itakuja sisi bwana taalifu bei hatujui. Msikia mtu azungumzana, nani anakuwa chanzo? Wewe ndio chanzo.
Kwa hivyo hii ilmu ya akhlaq na adabu unapoisoma, chunga sana, isome na upigane na nafsi yako, hili jambo liwe katika maisha yako. walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, jipinde, pigana na nafsi yako kwa ajili ya Allah, Allah atakuongoza njia zake. wa inna Allaha la ma'al muhsinin. قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. ilmu ni kwa mtu kujifunza, si kukaa. Hakuna juice yauzwa supermarket ukinwa wapata ilmu. Msidanganywe na makhurafi ati fulani alilala fajaahu alilmu fuyudat, ile ilmu ikawa yaja tu yenyewe yamwagika. Ama kuna kaburi fulani sijui ukienda amehifadhishwa pale Qur'ani yote amehifadhi kwenye kaburi la mtu fulani. Ni mpaka uende katika njia zake za sahihi kutafuta ilmu, uitafute ilmu ndio utaipata. Musa alayhi salatu wassalam na cheo chake kikubwa, karimullah katika ulul azmi min ar-rusul, Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kumfundisha. Alipoulizwa na Banu Israil, ni nani aliyemjuzi leo katika hii ardhi, man a'lamu ahli al-ardh, qala ana, moja kwa moja akasema mimi, bila ya kurudisha ilmu Qur'ani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili hakusema Musa kuwa ni yofanya kibri juu ya wale watu na taali, la, kwa sababu yeye ana husna dhann kwa yeye ni mtume wa Allah. Kweli kutakuwa na mtu na ilmu kama mtume, kama mitume wa Allah? Mtume tena zungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu atakuwa na ilmu kama yeye? Hakuna. Ule ukweli, yeye ndio mwalimu anayepokea wahi kutoka kwa Allah kufikisha kwa watu. Kwa hiyo akasema mimi, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, la Musa, yuko mja katika waja wangu ana ilmu ambayo wewe huna, nenda katafute. ndio pale akasema la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdi huquba, nipite miaka nitakayopenda kutafuta elimu. Kenda kumtafuta nani? Al-Khadr alayhi salatu wassalam. Sasa ikiwa huyu ni mtume wa Allah, amekwenda akaitafuta ilmu mpaka kule iliko. Tena mtume sallallahu asema, wa inna man hilmu bitahallum, ule upole wa utaka ni lazima ujilazimishe upole, ujizoezeshe nafsi yako. Kisha akasema, man yataharra alkhaira yu'ta, yule anajibidisha kuitafuta khairi Allah atampa ile khairi. wa man yattaqi sharra yuqa, na mwenye kujizuia na shari Allah atamuhifadhi na ile shari. Si mwenye kuitafuta shari, anayejizuia na shari Allah atamuepusha nayo. Kwa hivyo kuna hitajika pamoja na kuwa wamuomba Allah uwe na nini? Na bidii. Alhamdulillah. Musta'inan fi dhalika billah, fanye hilo huko akitaka msaada kwa Allah. Taliban madadahu wa aunahu wa tawfiqah, akiwa ataka msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiq. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ رضي الله عنه, يا معاذ والله إني لأحبك, والله يا معاذ ممن كبند. فقال معاذ رضي الله عنه, فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك, na mimi najitolea fidia babangu na mama yangu kwa ajili yako ya Rasulullah, na mimi nakupenda wallahi. قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. kisha akamuhusia Muadh kuwa asiwache mwisho wa kila swala kusema maneno haya, Allahumma a'inni ala dhikrika. Akamuomba Allah, amuombe Allah i'ana, msaada, aweze kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, amsaidie katika kumtaja Allah na kumkumbuka. Wa shukrika, kadhalika kumshukuru Allah. Wa husni ibadatika, na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada vile inavyotakikana kuabudiwa kisawa sawa. haya yote yataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaa anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala atuhibbuna ayuha an-nasu an tajtahidu fi ad-du'a, mwapendelea enyi watu kujitahidi katika dua? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala
qulu basi semeni Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. akawafundisha hii dua. فهذه الدعوة كما أنها يؤتى بها أدبار الصلوات فهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت. pamoja na kwa hii dua Mtume salama ameifunza kwa ajili ya kuisoma mwisho wa kila sala, lakini pia hii dua katika dua zako unazojiombea waweza kuiweka hii ukajiombea wakati wote ule. يطلب العبد عون الله جل وعلا في كل أحواله. mja ataka msaada wa Allah katika hali zake zote, Allah amsaidie katika haya mambo ya khairi, kumtaja Allah kwa wingi, kumshukuru Allah, kumwabudu Allah vizuri. ثم يعمل على نشر هذه الآداب بين الناس بأن يكون قدوة لهم فيها. kisha afanya amal kwa kueneza hizi adabu baina ya watu, bimaana aweeni mfano katika hili jambo. ثم بدعوتهم إليها, kisha kuwalingania watu katika hizi akhlaq na adab. حاصل ذلك أن يحقق في هذا المقام 5 أنواع من المجاهدة لنفسه. kuna aina 5 za mujahada kupigana nafsi yake ambazo atakana azihakiki. hakifanya hivi biidhnillah ta'ala atakuwa katika watu wa tabia njema. awala mujahadatuha ala salahi niyyati wa salamatiha. mwanzo kupigana nia, uijahid nafsi yako kwa ajili ya kutengeneza nia. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تقلب علي. ما عالجت أي ما مارست. وكنا kitu ambacho najaribu kila wakati kukitengeneza kukitafutia tiba. hakuna kitu ambacho ukifanyia hivyo kama nia yangu ili niwe na ikhlas. lakini kila ninavyofanya nikija kwenye amali nyingine naona yahitaji tena mujahada, nikija kwenye amali nyingine yahitaji mujahada. yani bimaana hakuna siku moja utasema kuwa khalas sasa mimi katika watu wa ikhlas, kesho tena wacha kesho, hapo hapo tuwafanya amal. lazima upigane sana nafsi yako kuitengeneza. innaha taqallabu alayya, yani badilikia, kila nikiishika huku yageuka huku. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. ثانيا مجاهدتها على تعلم هذه الأخلاق والآداب والإفادة من مصنفات أهل العلم في هذا الباب. pia jambo la pili apigane na nafsi yake katika kujifunza hizi akhlaq na adabu na kufaidika na vitabu walivyoviandika ahlul ilmi katika mlango huu. na miongoni mwa vitabu vizuri الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. na hiki kitabu wanaoviona wamekishughulikia sana katika kukisherehesha, kukieleza, wengi katika wanaoviona. na tuliwahi kusoma nafikiri takriban hadithi kadhaa katika al-Adab al-Mufrad sharhi Sheikh Zaid al-Madkhali mujallad wa kwanza ule mzima takriban tulimaliza kitambo kidogo. kwa hiyo apigana nafsi yake katika kujifunza. kadhalika vitabu vikio vingi vya akhlaq kama kwa mfano al-Imam al-Ajurri ana akhlaq wa hamalat al-Quran, na kitabu ni muhimu sana kwa hafadhatu kitabillah kujifunza. naweza kusema takriban ajiwekee nafsi yake kuwa lazima akisome kile kitabu. na kina sharh nzuri ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah tuliwahi kusoma hapa mwanzo mpaka mwisho alhamdulillah. kwa kile kitabu pia waweza kusoma aswa hafadhatul Quran, watakana usomeshwe kile kitabu kizuri sana. kadhalika al-Imam al-Ajurri ana akhlaqul ulama wajisaimu kisoma, na wengineo katika wanaovioni salafan wa khalafan umeandika katika mlango huu. ثالثا مجاهدتها على تطبيق هذه الآداب والتحلي بهذه الأخلاق. kupigana na nafsi yako kwa ajili ya kutabikisha hizi adabu na kujipamba na hizi akhlaq. فإن المجاهد كما قال صلى الله عليه وسلم من جاهد نفسه في طاعة الله. مجاهد ni yule aliyepigana na nafsi yake katika kumtii
Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا jambo la 4 mujahadatuha ala ad-da'wati ilayha wa bayaniha wa nashriha. ukiangalia makini hapa ni kama azungumzia yale masail manne al-Imam al-Mujaddid aliyotaja katika muqaddim al-usul al-thalath. ya kwanza ni al-ilm, kisha al-amalu bihi, kisha ad-da'watu ilayhi. la tatu ile ni da'wa, upigana nafsi yako katika kuwalingania wengine na kuwabainishia hizi akhlaq na kuzieneza. mujahadatuha ala ad-da'wati ilayha wa bayaniha wa nashriha. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. nani ambaye ana kauli iliyo bora zaidi kuliko yule ambaye atalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutenda mema na akatangaza kuwa mimi ni katika Uislamu? Bila shaka hakuna mwenye kauli bora zaidi kuliko huyo mlinganizi. خامسا مجاهدتها في ذلك كله على الاستعانة بالله، فإن من استعان بالله أعانه ومن توكل عليه كفاه. apigane nafsi yake juu ya hayo yote kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani anayetaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah humpa, na mwenye kumtegemea Allah atamtosheleza. ويجمع هذا كله قول نبينا صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يكسنيات kuwa na pupa na kile kilicho na manufaa na wewe, kimbilia kilicho na manufaa na wewe na utake msaada kwa Allah, wala usifanye ajizi. Kwa usikae ukangoja, apigana nafsi yako, jibidishe na umombe Allah akupe msaada. haitoshelezi kuwa wewe waomba peke yake kuwa na akhlaq njema wakati upigana nafsi yako katika kuwa na akhlaq njema. Lazima upigane sana na nafsi yako. Kwa hivyo uchanganye baina ya kuwa wasoma umuomba Allah subhanahu wa ta'ala na huko upigana nafsi yako. Huwezi kusema, na mara nyingi nawapa huu mfano ndio waeleweka zaidi, huwezi kusema wewe waomba mtoto kisha utaki kuoa. Sifahamu hapa tupate mtu asema mimi naomba sana niwe na mtoto lakini kuoa sitaki, kama Ustadh Abubakar yateka tu. Kwa mfano yani tumsikie apiga dua, mimi nataka mtoto. Ushaoa bwana? Bado, lakini naomba mpate mtoto. Vipi upate mtoto bila kuoa? Mwanzo oa, sasa ile dua yako sasa unaoiomba ushaoa, sio? Allah subhanahu wa ta'ala atakupa. Lakini mtu yasema kuwa mimi wacha mimi siowi lakini nitaomba dua. Sasa wewe wafanya mchezo. Hiyo dua unaoiomba wafanya mchezo, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sunan katika huu ulimwengu zifuate. Kwa uwezi kusema kuwa mimi kila swala namuomba Allah nijalie tabia njema. Ukiwekewa sinia tu ya chakula hivi tabia yako yabadilika hapo hapo, hakuna tabia njema. Kisha sema naomba dua lakini wacha tu uko sema la mpaka upigana nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala atakuongoza, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pigana nafsi yako na Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia saada. Na hapa ndio mwisho tumalizia mlango wa kwanza, husnul khuluq biidhnillah ta'ala. Katika kikao kitakachokuja tutaanza na mlango wa pili, birrul walidaini, fungamana na kuwafanyia wema wazazi wawili biidhnillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.